Funguo 3 za kuingia katika anga la kiroho. Nataka ufahamu funguo ziko nyingi, lakini Mungu akanipa hizi 3 ambazo ni msingi mkubwa wa kumsaidia mwanadamu kupiga hatua ya kutembea na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Unaweza ukawa kanisani, unaweza ukawa katika nyumba ya Mungu, lakini ukawa bado kuna maeneo haujaweza kuyafahamu katika maisha yako. Kwa hivyo ukawa sawa, wewe ni mmoja wa wana wa Mungu watakaorithi uzima, lakini ukawa umepungukiwa na vitu vingi hapa duniani. Bwana asifiwe. Kumbuka, kama wana wa Mungu tusi-ignore au tusipuuze maisha ya ushindi katika ulimwengu, kwa kuwa ni ahadi. Petro anauliza, sisi tulioacha vyote, tukaacha majumba, tukaacha kunywa pombe, mastarehe, tukaacha kuzini, tukaacha mastarehe, tutapokea nini? Maana tumekufuata wewe. Yesu akamwangalia akafurahi sana, akamwambia, mwanangu, nyinyi ambao mmeacha vyote vinavyofanywa na mataifa, muna uzima, lakini kwanza mtapata mara 100 ya furaha, ya baraka, ya ushindi, ya vyote vizuri katika ulimwengu huu. Lakini pia nyinyi mna bakshishi, maana mnao uzima wa milele baada ya kutoka ulimwenguni. Bwana asifiwe. Petro hilo likamfurahisha. Haleluya. Akaendelea mbele na Kristo kwa ufahamu kwamba sisi hatujapoteza chochote. Haleluya. Bwana asifiwe. Amina. Watu wanaweza wakakwambia, moyo wako kama una doa, unaweza ukakwambia, au akili zako zikakuonyesha kana kwamba kuna mapungufu. Watu wakasema, Bwana asifiwe. Watu wanaweza wakasema mambo mengi, lakini namshukuru Mungu kwa kuwa yeye ametufunulia siri isiyoonekana na macho haya. Bwana apewe sifa. Amina. Ni heri yeye anayefahamu kile ambacho anakifuatilia. Funguo 3 za kuingia katika anga la kiroho. Kumbuka, katika ulimwengu wa roho kuna anga za aina 2. Nataka ufahamu hivyo. Na kwa bahati mbaya sana, haleluya, kwa bahati mbaya sana, wenzetu ambao wako kwenye anga la kiroho hasi wanabidii sana katika ufalme wao, na wengi wa wana wa Mungu wamekosa kufahamu nafasi yao ya kumfurahisha Mungu, nafasi yao ya kumtumikia Mungu kwa bidii zote. Bwana asifiwe sana. Leo nilikuwa nasikia mtumishi mmoja akizungumza kwenye mtandao, anazungumza umuhimu wa kutopenda kulala sana. Anazungumza sana, anasema mambo mengi, na kweli Biblia akaisoma akasema jinsi, na ni mtu mkubwa sana wa Mungu, jinsi Biblia inavyosema ukilala umaskini utakuvamia kama jambazi. Hiyo Biblia inasema. Bwana asifiwe sana. Yaani anazungumza, akasema, akamtaja mtu mmoja anayefahamika katika Afrika ambayo pia amewekeza hapa nchini kwetu Tanzania, anaitwa Dangote, ambayo ni bilionea, trilionea, ni mtu mzito. Akasema huyo akilala sana analala masaa 4 tu. Haleluya. Akataja analala masaa 4. Bwana asifiwe. Lakini Mungu amembariki kuliko watu wote. Wakati kulikuwa na changamoto ya mafuta, yeye ndiye alikuwa anasambaza mafuta Afrika Magharibi yote, na hata Afrika Mashariki akaleta mafuta. Yeye ana viwanda vya kusafisha mafuta. Afrika hakuna mwingine. Haleluya. Ni mtu mzito. Bwana asifiwe. Hata hivyo amekuja akakutana viongozi, alikuwa ajenge kiwanda cha kusafisha mafuta Tanga. Juu anajenga Kenya, si kitu kama hicho. Ni mtu ambaye Mungu amemsaidia.
na akataja wengine na mifano jinsi Mungu alivyowatumia kwa kutolala. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Funguo 3 za kuingia katika anga la kiroho. Nimesema wenzetu wa upande ule wa kushoto wamepambana sana, yaani wako makini sana kufuata masharti ya upande wao. Bwana asifiwe. Nataka niseme funguo ya kwanza, alafu tutasoma maeneo ya Biblia. Funguo ya kwanza ni ushirika, fellowship kwa Kiingereza, kuwa na ushirika. Haleluya. Ushirika na Mungu. Bwana asifiwe. Kuwa na ushirika na Mungu maana yake ni kama kuwa na ubia na Mungu, ni kama mnafanya biashara ya pamoja na Mungu, mnaubia na Mungu. Haleluya. Bwana apewe sifa. Na nikwambie, ushirika ni mawasiliano ya faragha ya mara kwa mara, lakini ushirika ni umoja. Bwana asifiwe. Ushirika ni kuwa na hazina kati ya mmoja na mwingine, ni kushare au kugawana sehemu ya mali na baraka zenu, ndio unaitwa ushirika. Na hamwezi mkawa na ushirika na mtu ambaye hamna mawasiliano naye. Ushirika ni mawasiliano. Haleluya. Bwana pesi. Ni mawasiliano. Kwa hivyo mnapokuwa na ushirika lazima muwe na mawasiliano na Mungu, ushirika na Mungu. Bwana asifiwe. Kumbuka sehemu nyingi za kuwa na ushirika au ubia ni kufanikisha, ni kuwa unagusa sehemu ya kazi ya mwenzako. Kwa mfano kutoa mafungu na mifano kama hiyo, hata sikuwa nimeorodhesha, lakini seme ushirika ni uwazi. Katika Matendo ya Mitume, kabla sijaenda mbali, Matendo ya Mitume sura ya 4 na mstari wa 33 inaonyesha, mstari wa 33 kuna kitu hapa tunaona kwamba ushirika ni umoja. 4:32 Biblia inasema, na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho moja, wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu chochote alichonacho ni mali yake mwenyewe, bali walikuwa na vitu vyote shirika. Ndio mitume wanasema. Bwana pesi. Na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi, na neema ikawa juu yao wote, wala hapakuwa na mtu mmoja miongoni mwao mwenye mahitaji. Haleluya. Angalia hili, hapakuwa na mtu mmoja wao mwenye mahitaji, kwa sababu watu wote waliokuwa na viwanja au nyumba waliviuza, wakaileta thamani ya vitu vile vilivyouzwa, wakaziweka miguuni pa mitume, kila mtu akagawiwa kwa kadiri ya alivyohitaji. Bwana asifiwe. Angalia ushirika uliokuwepo. Hii ni sehemu tu ya mfano. Ushirika kwamba hakuna mtu aliyekuwa na hitaji. Tukiwa na ushirika katika ulimwengu wa roho, ushirika wa dhati, uwazi, ambao tutaona huu ushirika unaleta nini. Tukiwa hivyo na kuzidi, hakuna mtu atakayekuwa na uhitaji. Mungu atanifunulia changamoto yako hata kabla hujaniambia. Nitasema kwa jina la Yesu nafunga milango ya shetani asinguze huyu. Haleluya. Bwana pesa. Utastawi ukiwa kule uliko. Na tukikutana hapa tutamsifu Mungu na shuhuda zitajaa mahali hapa. Amina. Shuhuda zitasheheni mahali hapa, kwa kuwa Mungu atakutana na kila mmoja. Yes. Nataka tuone mambo matatu ambayo yako kwenye ushirika. Moja, kwenye ushirika Mungu hunena. Mungu hawezi kunyamaza mahali kuna ushirika. Mungu hunena. Kwenye ushirika Mungu hunena. Haleluya. Anashindwa kujizuia, anatamka. Bwana atusaidie sana. Na niwaambie, ushirika wowote ulio dhabiti unafanikiwa siku zote. Hata ushirika wa uovu, watu wakiwa na ushirika wanafanikiwa. Je, sisi wa kiroho, sisi wa Mungu, Bwana atusaidie.
Tunaona hata wale waliojenga mnara wakawa na ushirika, ilibidi Mungu awafarakanishe kwa sababu walikuwa na umoja. Biblia inaonyesha nia yao haikuwa nzuri kulingana na Mungu, lakini wakafanikiwa sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Amina. Japo hivyo katika Matendo sura ya 13 nataka tuone tu mstari miwili. Matendo sura ya 13 mstari wa 2 na wa 3. Nataka tuone kitu. Sura ya 13 mstari wa 2 na wa 3. Biblia inaonyesha kabisa sura hiyo ya 13 mstari wa 2 na wa 3. Nasema ndipo wakiisha kufunga na kuomba wakaweka mikono yao juu yao wakawaacha waendeza. Basi watu hao wakiisha kupelekwa na Roho Mtakatifu wakateremkia Seleukia. Na hisi kuna Bwana asifiwe sana. Okay, sawa. Hawa ni watu waliokuwa na ushirika. Ukianza hapo nyuma kidogo. Bwana asifiwe. Nataka kidogo kabla hatujaenda, hebu tuangalie jambo la pili. Tuone kwanza jambo la pili ili nieleze. Jambo la pili, kwenye ushirika Mungu hutoa maelekezo. Mungu anatoa, sio kuzungumza tu, anatoa direction. Kama ni kuwa muoe yule, achana na huyu. Bwana asifiwe. Bwana anajua huyu ukimuoa, baada ya kupata labda mtoto mtatengana, anaweza hata akakuwekea sumu akakuua. Anaweza kawa ni shetani amejivika ngozi ya kondoo. Namwambia olewa na huyu na sio yule. Maana ndoa ni agano la kimungu. Yaani katika ushirika ukiwa na fellowship na Mungu hawezi kunyamaza. Anaona Mungu, anaona kesho kabla wewe hujafika, anakufunulia. Haleluya. Amen. Bwana tusaidie sana. Amen. Hii ni funguo kubwa sana. Hii ni funguo unatakiwa utembee nao mwezi huu wa ushirika. Na tueleza ushirika tunatakiwa tufanye. Lakini jambo la tatu, kwenye ushirika adui hapati nafasi, maana hamwachi mwanya. Angalia, ni kama tumeshikana mduara. Tukiwa tumeshikana mduara, mtu akija lazima akugushe usikie, aidha kwenye mkono. Hana nafasi ya kupenya, hawezi kupenyesha madudu yake. Tumeshikamana hivi. Haleluya. Bwana asifiwe. Amina. Hapo angalie, njoo mke wangu kidogo. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwenye ushirika. Mama. Kwenye ushirika ni kushikamana. Manake adui hawezi kupata na mwanya wa kuingilia hapa. Maana anapopumua anasikia. Amen. Nikisikia kikohoa ninaanza kusema kwa jina la Yesu, kozi nyamaza. Haleluya. Bwana asifiwe. Amina. Manake kuna ushikamano, hauna gap, hauna sehemu ya kumpa ibilisi nafasi. Amen. Adam na Hawa, thank you, Mungu akubariki, walipata nafasi ya shetani kwa kuwa hawakuwa pamoja. Hebu niwaambie, Adamu alikuwa mbali na Hawa walikuwa peke yake. Nyoka akamjia Hawa. Biblia inaonyesha nyoka akamjia Hawa akamdanganya. Tuliambiwa matunda haya msile, wakaanza discussion. Mungu atusaidie. Amina. Penye ushirika hakuna nafasi ya ibilisi. Inasema msimpe ibilisi nafasi. Haleluya. Yes. Bwana asifiwe. Amina. Kama wangekuwa pamoja, Adamu angemwambia wewe, mama vipi? Kama Ayubu aliyekuwa na mke wake, mtukane Mungu huko, akamwambia, "Wana unaongea kama mmoja wanawake wapumbavu." Haleluya. Mama akanywea. Akakumbuka hili ndio bonge la mtu ambao lilinioa. Aliogopi, akanywea. Bwana asifiwe. Kwenye ushirika hakuna nafasi ya ibilisi. Bwana asifiwe. Lakini ukiwa haujajishikamanisha na ibilisi na ushirika, sawa. Ikiwa haujajishikamanisha na ushirika, ni rahisi sana kutafunwa. Huyu anatafunwa, huyu anatafunwa. Biblia inasema adui utamani ampige mchungaji ili kondoo atawanyike aweze kuwatafuna.
Kuna wengine anaenda huko, ukiwa unatambaa huko unakula matango mwitu, unakuja tumbo linauma. Haujashikamanisha, baba mimi nasafiri naelekea Katoro. Nasema Bwana, njia yote kuanzia Dodoma hadi Katoro na nyunyuza damu ya Yesu, maana nimepewa mamlaka katika anga kwa ajili yako. Haleluya. Wengine hasemi, ananyamaza tu. Akiwa kwenye daladala au kwenye basi kuelekea Katoro, anaanza kuchezewa na lidada, inafanya jicho hivi naye anafanya hivi, anapotea. Bwana asifiwe. Unasikia mtu tumbo linang'ata au ana changamoto. Ni ushirika ni muhimu. Ushirika ni muhimu. Ndio maana nilikuwa nawaambia kuna wengine wanasafiri kila saa, kila siku anapiga simu, asema mimi niko mahali fulani, baba nimepata hiki na hiki, baba ninahitaji kesho kwenda kwenye interview mahali, nitamkia kitu. Bwana apewe sifa. Ninamwambia shika kichwa chako, shika. Mungu ananielekeza, nasema kwa jina la Yesu, huyu sio kama wengine, ninamuingiza kwenye huo mlango. Kama kuna kufuri, nasema naivunja hiyo kufuri, aingie ndani aweze kufanikiwa katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Kumbuka, ushirika ni nguvu inayovunja viambaza vyote. Andika hivyo. Haleluya. Kila kiambaza kinavunjwa na ushirika. Na niseme kitu kwamba adui hushindana sana na wana wa Mungu ili wasiwe na ushirika. Yaani anatafuta sana kuharibu ushirika. Bwana apewe sifa. Katika safari ya Paulo mtume, kuna mahali alifika, ndugu mmoja aliyekuwa anaitwa Dema akamwacha. Anasema na Dema aliniacha. Bwana atusaidie. Unajua adui anatafuta namna yoyote kudhoofisha ushirika ili apate nafasi. Haleluya. Tusikose kuzijua hila za ibilisi. Na nataka tuone katika mambo yaliyozungumzia ushirika. Sasa nataka tusome Wakorintho wa kwanza. Fungua pamoja nami Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza sura ya 9. Soma sura ya kwanza mstari wa 9. Samahani. Wakorintho wa kwanza 1:9. Anasema, Mungu ni mwaminifu ambaye mliitwa na yeye muingie katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo Bwana wetu. Bwana asifiwe. Alituita tuingie katika ushirika wa mwanawe. Na ili tuweze kupata ufafanuo, twende Matendo ya Mitume sura ya 2 na mstari wa 42 hadi 47. Sura ya 2, Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 42 hadi 47. Anasema, wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kumega mkate na katika kusali. Angalia virutubisho vya ushirika. Anasema kila mtu akaingiwa na hofu, ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume. Angalia vitu vinavyoandamana na ushirika. Na wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote shirika, wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo na kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Bwana apewe sifa. Ushirika huwavutia na wengine, hufanya wengine wavutie. Unaweza ukajiuliza, mimi sisemi tuuze vitu tulete. Haleluya. Lakini nataka muone nguvu ya ushirika, kwamba ukiwa kumbuka, kuna hoja unazo lakini huwezi kusema, na hiyo ndio inakuangamiza. Huwezi kuniambia mimi unahitaji kitu fulani nikashindwa kukuombea, hata wakati mwingine nikakusaidia. Bwana atusaidie sana. Ni muhimu sana kuwa na moyo wa wazi, especially kwa ajili ya maisha yetu ya rohoni. Bwana atusaidie sana. Na tunaona hata katika Wafilipi, ili tuweze
kuelewa. Wafilipi sura ya 3 mstari wa 8 hadi wa 10, mtumishi wa Mungu alipataja sura ya 3 mstari wa 8 hadi wa 10. Nataka nisome 3 mstari wa 8 hadi wa 10. Biblia inasema, na zaidi ya hayo nayahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Yesu Kristo Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikihesabu kuwa kama mavi, ili nipate Kristo, tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile tokayo kwa Mungu kwa imani, ili nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake, nikifananishwa na kufa kwake. Paulo mtume anazungumza mpaka ushirika wa mateso. Maana Biblia inasema mahali Petro anapoambiwa kuhusu kupata mara 100, anasema pamoja na udhia. Kuna vitu katika Kristo ambazo ukipitia zinakutahini na kukufanya ufike katika kiwango cha kuaminiwa na Mungu. Haleluya. Unajua shida ni kwamba watu wengi hawako tayari kulipa gharama. Nao huwa siku zote wanatazama wengine wakiinuliwa. Wanasema, na huyu amekuja kanisani juzi tu amenikuta. Mbona sasa? Mbona ana hali anaisimamisha pale? Atapata. Haleluya. Mbona amepata mke mrembo hivi kama mama mchungaji? Bwana asifiwe. Wengine watapata hapa, wataoa hapa mabinti wanaofanana na wewe. Haleluya. Na mama Joshua wenye wanasimama hapa wanasifu, tunasikia kulala chini hivi. Bwana asifiwe. Watu ambao hawatawasumbua lakini watawainua. Ukimpa hela kidogo, 100,000 au 10,000 ya kuweka biashara ya nyanya, baada ya miezi 2 anakuambia nina milioni 3 hapa mababa. Haleluya. Kwa sababu kuna neema ndani yangu. Bwana asifiwe. Ndivyo ilivyo katika Kristo, kuna neema kubwa. Bwana tusaidie sana. Hiyo nataka tuangalie katika Zaburi ya 133. Daudi anazungumza kitu ambacho kinazungumzia kuhusu umoja, ndugu wakae pamoja kwa umoja. Anasema, tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Sio pamoja tu, lakini kwa umoja, kwa ushirika. Watu wengi wanaweza akawa pamoja, lakini mwingine ni shetani kama Yuda. Yuda alikaa katikati ya mitume 12, lakini alikuwa shetani. Lakini sasa Biblia inasema wakae pamoja kwa umoja, maana kwa ushirika, kwenye nia moja, wakiwa wawazi, wakimsifu Mungu kwa pamoja, kwa sauti moja. Bwana asifiwe. Hiyo maana tunaitwa one voice for Jesus. Alaga tukisema atukuzwe Bwana, hakuna naye baki nyuma. Tukisema wote amen, inayotoka kwenye kilindi, sio hapa. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ndugu wakae pamoja kwa umoja. Anasema ni kama mafuta mazuri kichwani, yashukayo ndevuni za Haruni, yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake. Kumbuka Haruni alikuwa ndiyo kuhani wa kwanza aliyechaguliwa. Kama umande wa Hermoni ushukao milimani pa Sayuni, maana ndiko Bwana aliko amuru baraka na uzima hata milele. Manake uzima hapa duniani na uzima mpaka wa milele. Bwana asifiwe. Kuna baraka kubwa kama hizi. Haleluya. Amen. Kuwa na ushirika, baraka za kuwa na umoja na ushirika ndio hizo. Kuna baadhi ya shirika tunazozijua, kwa mfano ushirika katika ibada, ushirika tunaofanya hapa. Ushirika katika ibada unahusisha fedha, unahusisha mali, lakini unahusisha miili yetu katika kumtumikia Mungu, kufunga pamoja, kuishi pamoja, kuingia pamoja na kushiriki katika kila kitu kinachohitajika kwa pamoja. Bwana apewe sifa. Unajua mtu anahesabiwa kuwa sehemu ya
huduma kama anashiriki mambo yote, na ndivyo ilivyo. Lakini kuna ushirika katika ndoa, kama nilivyoonyesha. Ushirika katika ndoa, haya ni mambo ambayo, baadhi ya mambo ambayo Mungu anaangalia sana. Watu wasio na ushirika katika ndoa hawawezi wakaishi pamoja kwa furaha, na ni jambo la ajabu. Nilifanya utafiti, nafanya utafiti katika ulimwengu wa roho. Mungu akanielekeza, akanionyesha watu vijana, alafu akanionyesha wazee ambao hawakuwa na ushirika katika ndoa, ingawa watu walifikiri wana ushirika. Lakini nakuta wazee, mtu ana chumba chake, huyu mzee anajipikia, mama anajipikia, wengi tu. Bwana tusaidie. Nikashangaa, hii ni aibu gani? Watu waliokuwa naonyesha wanapendana. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo ni vitu vya kuangalia sana. Kumbuka tumeonywa tusiwe na nira, tusijifunge nira pamoja na wasioamini, katika Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 14 hadi 18. Hebu tuone kwa kifupi Wakorintho wa pili, Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 14 hadi wa 18, anasema msifungiwe nira pamoja na wasioamini, maanake msio na ushirika kwa jinsi isivyo sawa sawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliali? Beliali ni miungu ya kigeni, hapa anaandika ni ufisadi au miungu. Au yeye aaminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Anasema kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Kwa hiyo tokeni kati yao, katengwe nao, asema Bwana. Msiguze kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Nitakuwa baba kwenu, nani mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike, asema Bwana Mwenyezi. Bwana asifiwe. Mungu anatamani tusijiungamanishe na watu wasioamini, isivyo sasa. Manake msiwe na kama manadhiri na watu wasiomjua Mungu, kushikamana katika mambo ya mipango yenu ya kina. Bwana asifiwe. Watu wasioamini ni watu wa kuishi nao, lakini kwa hekima. Bwana, Biblia inasema Mungu atatulinda kati yao, lakini cha msingi ni kutojifunganisha nira. Kumbuka nira ni kama ile nafunga ng'ombe wa kilima wawili, ukivuta huku wote wanageuka. Manake mkijifunga nira, mkiwa na wao, hata kwenye biashara mtaanguka. Biblia inaonyesha mfalme mmoja ambaye alikuwa anaheshimiwa sana na Mungu, anaitwa Yehoshafati. Kuna kipindi kimoja wakashikana mfalme mwingine kufanya biashara ya merikebu. Biblia inasema biashara ile Mungu akaiangamiza yote, merikebu zote zikaharibiwa na Mungu, kwa sababu yule Yehoshafati alikuwa anampenda Mungu, lakini yule mfalme alikuwa hamjui Mungu. Kwa hiyo alikuwa na miungu. Kumbuka, huyu anaenda kutoa, mmefanya biashara mmegawana, huyu anaenda kutoa zaka kanisani, huyu naye anaenda kutoa kwenye sanamu, au analala gesti na uchafu wote. Mungu akawa amechukia. Ni vizuri kuomba sana. Haleluya, amina. Tusiogope, lakini tuombe sana. Nataka tunapoelekea kuhitimisha niseme jambo la pili, ufunguo wa pili ni upendo. Upendo huu sio upendo wa kawaida. Kumbuka Mungu anaitwa upendo. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 13 anazungumzia hivyo kwa kina. Sijui nitasoma mistari kadhaa. Anazungumzia, usome mstari kuanzia wa kwanza hadi wa 13. Nataka nisome mstari wa 13. Basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo, haya matatu, na katika hayo lililo kuu ni upendo. Bwana asifiwe. Funguo, master key ni upendo. Kumbuka
Wakorintho hii wa kwanza sura ya 13 inazungumzia kuhusu upendo. Nasema nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliyayo na upatu uvumao. Anasema upendo huvumilia, upendo hauoni mabaya. Bwana asifiwe. Walake ni upendo kwanza kwa Mungu, alafu unasambazwa kwa watu wengine. Ukimpenda mtu utamwombea Mungu amsaidie, amjue. Utamshuhudia, utamwambia kanisani nakoenda mchungaji akitamka inakuwa. Kwa hiyo anatamani uje naye ili ajifunze. Bwana apewe sifa. Bwana asifiwe. Kumbuka hili upendo ni kuwafikia wengine ili wamuone Mungu. Huo ndio upendo. Lakini upendo ni kuzitambua fursa ndani ya watu. Nimesema upendo ni kuwafikia wengine ili wamjue Mungu. Lakini upendo kama Yesu alivyotufikia ili tumjue Baba. Lakini upendo ni kutambua fursa ndani ya watu. Lakini upendo ni kupigania faida za wengine. Mtumishi wa Mungu alizungumza kuhusu hii Warumi sura ya 5 mstari wa 8. Biblia inasema tulipokuwa tungali wenye dhambi, Kristo akafa kwa ajili yetu. Haleluya. Warumi 5:8 alizungumzia. Jambo la tatu na la mwisho ambalo leo tunajifunza funguo tatu ambao ni msingi ni agano. Agano. Juzi tukiomba Mungu alisemesha nikatamka agano, tukaombea agano mahali hapa. Agano. Agano inaitwa covenant. Kumbuka wale ambao hawajui agano ni nini, agano ni makubaliano ya kina yenye misingi. Haleluya. Hebu tuone Mungu aliaganaje na Yakobo, au Yakobo aliaganaje na Mungu ili nijue agano ni nini. Agano ni makubaliano. Katika Mwanzo sura ya 28 tunaona Mwanzo sura ya 28 mtumishi wa Mungu hapa Yakobo aliagana na Mungu. 28 mstari wa 22. Aliona mambo ni magumu akatamka. Hii ni funguo kubwa sana. 22 anasema na jiwe hili, maana alifika mahali wakati ametoroka kumtoroka Esau. Akafika mahali usiku ukaingia, akalala, akaweka jiwe kama mto. Yaani jamaa alipitia na mpenda isi. Akalala, akaweka jiwe kama mto jangwani. Alipoamka asubuhi akasema na jiwe hili iliyolisimamisha kama nguzo litakuwa nyumba ya Mungu, na katika kila utakachonipa hakika nitakutolea wewe sehemu ya 10. Nitatoa tithe. Nasema hivyo. Kumbuka anaposema hivyo, haleluya, hana chochote, ana fimbo. Ana kafimbo amechuma huko njiani na jiwe tu. Hana chochote. Lakini anasema Mungu, chochote ukatakachonipa kama sitakufa, haleluya, nitakutolea sehemu ya 10. Na hapa ambapo nimelala sijafa, sitang'atwa na nge, patakuwa nyumba ya Mungu. Na kweli pale pakaitwa Betheli, pakaujengwa kanisa baada ya miaka mingi. Haleluya. Unajua vitu unavyotamka ukiwa ndani ya Kristo kama agano zinakuwa ni mlango. Mungu anapenda tuanze mambo yake, tuanze kufanikisha kazi yake. Haleluya. Tuone fursa za kumtumikia Mungu zaidi ya fursa zetu sisi. Haleluya. Bwana asifiwe. Tusitake tu sisi, tutake katika ufalme. Kwa nini? Mungu akiona unataka ya ufalme, anajua wewe unatambua ni mwana wa ufalme. Wewe unatambua ni nyumba ya babako. Unastawisha nyumba ya babako. Haleluya. Na kwa hivyo babako akiwa tajiri, brother, babako akiwa na mabilioni, urithi akikuridhisha, atakuridhisha hao mabilioni. Yaani ndivyo ilivyo. Mungu ni baba. Lakini kama wewe unazungukia, tunaona hii 5,000 nikitoa kanisani, nitakula nini jioni? Unalalamika. Badala ya kusema Mungu, ukinizidishia ikafika 10, mimi nitachangia kifusi kinachotajwa. Maana tunaweka kifusi hapa na tunapanua hapa na tunapanua kila kitu. Haleluya. Usisubiri watu watoke mbali.
Kuna watu wengine hawasali hapa, wameanza kusema sisi tunataka kufanya. Nawaambia siri, siwaambii ni nani, sisi tunajua. Si ndio mama? Haleluya. Wanataka kufanya, wakifanya wewe utabaki hivyo. Tufanye kwa jina la Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amina. Bwana ni mwema, naona mama nataka kutoa sadaka ya shukrani, amesikia ameguswa. Haleluya. Anasema nitafanya. Kwa hivyo ninapohitimisha hilo la pili ni upendo, la tatu ni agano. Anasema agano la Mungu limefungwa ndani ya uaminifu. Faithfulness. Uaminifu. Basi. Haleluya. Imefungwa ndani ya uaminifu. Bwana apewe sifa. Sitasoma maeneo mengine, na maeneo kama 4 hapa ya kusoma, lakini niseme ni vizuri tutumie funguo tumepewa. Ziko wazi, umekabidhiwa funguo. Fungua mlango wako bwana. Kama unahitaji mchumba, fungua sasa. Nataka mwezi huu kile ambacho unakihitaji usilie tena. Apply. Na mimi nitakuwa naomba Mungu mkumbuke. Mkumbuke. Haleluya. Bwana asifiwe. Maombi yaendelea, yasikie. Mwezi huu ajibikwe. Aje na ushuhuda hapa, seme nimepata ABC. Haleluya. Ndugu yangu Eric aje ase. Ima ase. Maria asimame hapa. Haleluya. Maana yale magari yako yanakaribia kwa jina la Yesu Kristo. Namuona mchumba mzuri kwa mbali. Anakuja kwa jina la Yesu. Haleluya. Mama watashangaa. Niliona mtu akipewa kitu cha ajabu sana. Nilikuwa naona kama maono. Anapewa gari na milioni 300 na gari nzuri sana. Kametulia gari kazuri sana keusi. Anapewa kama mahali milioni 300 na gari. Paka anashangaa yule mzazi. Asema utaajiri dereva. Mimi bado nakujengea. Tusimame kwa miguu yetu.